kuanzia mwaka 2010 imekuwa ikipokea misaada kutoka serikali ya Norway kwa ajili ya mafunzo ya vitendo kwa wahandisi pamoja na mafunzo mengine kwa engineer ambao ni professional kwa ajili ya kuwafanya wawe viongozi na kazi nyingine. Pia tunasapoti upande wa walimu kwa ajili kuhakikisha kuanzia kwenye level ya shule za sekondari tunapata wanafunzi bora ambao wataenda chuo vikuu ambao wana viwango. Kwa hiyo tunasapoti pia walimu kidogo. Kwa nyinyi mlioko hapa ni lile kundi ambalo limekuwa supported na serikali ya Norway kwa ajili ya haya mafunzo, mmekuwa mkilipwa allowances na vitu vingine. Lakini lengo la serikali ya Norway ni kuhakikisha tunapata wahandisi ambao wamesajiliwa kwa level ya professional engineer, yani wahandisi wataalamu. Wanajua kabisa wakimwelimisha mwanamke kwenye hii professional engineering, wanawake wataenda kuweka kasi ya maendeleo kwa upande wa engineering. Kwa ndio maana tulikuwa na tatizo wanawake wakati tunaanza mwaka 2009 tulikuwa 3% professional engineers ukilinganisha na wanaume. Kwa hiyo wakasema wakaanzisha juhudi za kusupport. Tulianza na kundi la watu 291 ambao walifanikiwa, walimaliza wakasajiliwa mwaka 2010 mpaka 15. Tukaja na kundi la watu 200 nao tukaenda 2016 mpaka 2021. Tukaja na kundi la watu 100 ambao nyewe mko kati ya wale watu 100 ambao kwa ajili ya mafunzo kuhakikisha mnasajiliwa ili mnaenda kuongeza huko kuwa wataalamu kwenye vituo vyenu ambavyo mnafanyia kazi. Na sio tu kuwa wataalamu, wapo wengine kati ya hao makundi wameanzisha kampuni zao za construction, wapo wengine wameanzisha kampuni zao za consultants. Kwa hiyo ni kuhakikisha kuwasapoti wanawake ili waweze kuleta maendeleo au waweze kutoka hatua moja mpaka nyingine. Lakini kati ya hao wengine wamekuwa viongozi kwenye managerial position hizi, tuna wengine wabunge, tuna wengine wako wakuu wa taasisi, kuna wengine wakurugenzi, kuna katibu mkuu wa maji pia alikuwa kwenye hii program Wizara ya Maji. Kwa hiyo tuko na viongozi mbalimbali. Kwa hiyo lengo pia kuhakikisha mnaweza kuingia boardrooms, yaani kuhakikisha kwamba unakuwa competent kiasi kwamba unaweza kwenda ukawa kwenye nafasi za uongozi mbalimbali. Kwa hiyo tupo wengine ambao tayari ni board members. Kwa hiyo hicho chote kitawezeshwa tu lazima uwe engineer mtaalamu. Kwa hiyo tukasema kwamba tuweze kuja kuwezeshana kwenye mambo ya uandishi wa ripoti, kwa sababu kumekuwa na changamoto, watu wanamaliza hawaandiki zile ripoti za mwisho ili waweze kusajiliwa. Kwa IRB bila kuandika ripoti ya mwisho kuonyesha kile ambacho umekipata, kile ambacho unacho, huwezi kusajiliwa. Na hili ni kundi la 21. Toka tumeanza tumeshafanya report writing 20 na zote zimetupa matokeo, watu wamesajiliwa. Kwa hiyo ni mategemeo yetu mkitoka hapa tukishaandika ripoti hizi kwa hizi siku 3 mtasubmit ripoti zenu kwa bodi na mtaweza kusajiliwa. Lakini tunapenda sana muandike vitu vya ukweli, vitu ambavyo kweli mmevifanya. Msiandike ripoti vitu ambavyo hujavifanya, kwa sababu sisi tunachoangalia ni uandishi ripoti imekaa kwa mtazamo mzuri kwamba imefuata zile guidelines za IRB. Lakini sisi sio kwamba tumeverify kile wewe umekifanya. Kwa hiyo supervisors wenu wataenda kuevaluate ripoti na kuhakikisha zinakuwa zimekuwa signed na wao zinarudi IRB. Kwa hiyo msije mkaenda mkasema IRB wamepitisha hiki. Sisi tunatamani muandike vitu ambavyo kweli mmefanya ili mkienda kwa supervisor waweze kuverify kweli vitu umevifanya na kuangalia kwa mara ya mwisho, then mtazirudisha na kuweka attachments. Kwa hiyo tunatamani sana kundi hili, tuko hapa ni watu 36 ambao mmeconfirm kuja. Tunatamani tukitoka hapa baada ya kumaliza watu 36 wafike point ya kusajiliwa, kwa sababu mkumbuke tunakuwa supported hizi pesa, na kama mnavyojua kwenye miradi input si ni pesa, output inatakiwa ionekane watu wamesajiliwa. Baadaye tunataka tuende kwenye outcome, ionekane kweli huko imeleta mafanikio weza kwenye society, kwenye makampuni yenu. Tusikie kwamba engineer fulani kafanya hivi hivyo. Kwa hiyo tunaenda hivi vitu vinakuwa evaluated. Mpaka sasa hivi kwa 2010 wanaendelea kufuatilia. Kwa hiyo tunatamani sana tuweze kufikia hayo malengo ili tuweze kuwa na mara ya 4, watu support tena mara ya 4
Yaani hii support iwe endelevu, lakini nyinyi ndio mtakaosababisha matokeo yakionekana tutaendelea kuwa supported. Kwa hiyo ujisikie kwamba wewe ndio chanzo cha support ijayo. Mhandisi Online TV, naweka story kwa picha na video hivi.